Bwana, baada ya Young Africans kupata ushindi mkubwa ugenini dhidi ya Pamba Jiji, kuna hii combination ya Mudathir Yahya pamoja na Alan Okello. Kuna mmoja amekuwa ni mpishi na mwingine amekuwa ni mnufaika kwa maana ya mfungaji wa hayo magoli, kwa maana ya Mudathir Yahya basi akiwa amefunga magoli matatu kwenye michezo miwili iliyopita na Alan Okello akiwa amemsetia hayo magoli yote matatu kwenye michezo miwili iliyopita. Sasa mbona imekuwa ghafla? Hii combination imekuwa ikinawiri kwa utaratibu wa namna hii. Na hapa nitajaribu kuangalia ama kuangazia kwa nafasi yangu ni kwa namna gani hii combination inaweza kuwa inafanya kazi vizuri kwa wakati huu. Hii combination ya Alan Okello kuwa ni mpishi na Mudathir Yahya kuwa ni mnufaika wa kufunga magoli kadhaa kwa kutokea kwenye miguu ya Alan Okello ni kwa sababu ya sifa tofauti ambazo wako nazo ambazo zinaoana mwisho wa siku. Kila mmoja ana sifa ambayo ni tofauti kabisa na mwenzake, lakini ukizikutanisha pamoja sifa hizi unapata combination ya hatari. Unapataje combination ya hatari? Sifa ya Alan Okello ni precise passer, ni pasa mzuri. Ni mchezaji ambaye anaweza kuoperate vizuri kwenye half space, eneo katikati ya mlinzi wa pembeni na mlinzi wa kati. Kwa sababu of course mara nyingi zaidi anaonekana ni mchezaji ambaye anatokea upande wa pembeni. Kwa hiyo anaweza kuoperate vizuri kwenye hili eneo, kisha ni mchezaji ambaye ana jicho zuri la kupiga pasi. Sasa basi, kwa kuweza kuwa ni mtu ambaye ana operate kwenye haya maeneo ambayo ni katikati ya mlinzi wa pembeni na fullback, kama kwenye maeneo ya kwenye half space, kwenye hizi nusu nafasi, mwisho wa siku anatanua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kwa sababu akishakuwa na operate kwenye haya maeneo, manake unakuwa kuna fullback ambaye anakuwa anakutazama, lakini kuna center back kwa upande husika ambaye pia anavutika kwenda kwenye upande ambao Alan Okello anakuwa na mpira mwisho wa siku. Hii inaruhusu nafasi ipatikane katikati ya walinzi wawili wa katikati na Mudathir Yahya basi kuwa ni mtu ambaye anafanya runs. Ina maana kinachofanya combination ya Alan Okello pamoja na Mudathir Yahya iwe ni ya hatari ni kwa sababu kuna mmoja ni precise passer, ni pasa mzuri wa mpira, anaweza kuyaona mashimo, anaweza kuiona pasi. Alafu kuna mmoja ni mkimbiaji mzuri bila ya mpira, anaweza kukimbia kwenye nafasi na kukutana na hiyo mipira mwisho wa siku. Kwa hiyo hichi ambacho kinatokana na sifa tofauti ambazo wako nazo hawa wachezaji ambazo zinawaoanisha kwenye kile ambacho kila mmoja anaweza kukifanya kwa nafasi yake. Alan Okello kuweza kutulia, technically yuko vizuri, anaweza kukaa na mpira, anaweza kumvuta mlinzi, anafungua nafasi kwa Mudathir ambaye anaweza kufanya runs na kukutana na pasi ya Alan Okello kwenye nafasi na kuweza kufunga mwisho wa siku. Kwa hiyo ni combination ya precise passer ambaye anatokea pembeni na powerful runner kutokea kwenye eneo la kiungo, ndio unapata combination ya Alan Okello pamoja na Mudathir Yahya ambayo imezalisha mabao matatu kwa Mudathir kwenye michezo ya miwili ya mwisho ya ligi kuu, pasi zote tatu zikiwa zimetoka kwa Alan Okello. Jaribu hata kutazama bao la Maxim Pia Nzengeli, run ambayo kaifanya, mkimbio ambao kaufanya, alafu anakutana na pasi ya Alan Okello kwenye nafasi. Maxim Nzengeli sio runner pasei kama Mudathir, lakini ule ni mfano mzuri wa mkimbio sahihi unapofanywa, unapokwenda kukutana na pasi sahihi ambayo inapigwa kwenye njia ya mwisho wa siku. Kwa hiyo pengine mwalimu Pedro Goncalves anaweza akawa ameshaanza kupata idea ya kile ambacho kinaweza kikawa kinafanya kazi kisifa, kwa maana hasa kwa Alan Okello ambaye alikuwa anaonekana ni kama bado miguu ilikuwa ina baridi mwanzoni, alikuwa anajaribu kujitafuta hivi. Pengine kwa sifa yake kuwa ni mchezaji ambaye anaweza kuziona pasi kwa haraka, anafikiria zaidi kuseti nafasi kuliko kujaribu kuzitafuta yeye mwenyewe, basi wakimbiaji wazuri wanapata kilicho bora kutoka kwa Alan Okello, lakini pia hiyo inakuwa ni faida kwa wale wakimbiaji kwa sababu na wao pia wananufaika kwa kukutana na mipira ya mwisho ambayo inawaruhusu wafunge magoli kutokana na pasi za winga ama kiungo mshambuliaji.